Habari za mchana, ndugu waandishi wa habari kutoka vituo vya habari mbalimbali ama niseme media mbalimbali. Niwakaribishe, mmeshakuwa wenyeji lakini niwakaribishe rasmi. Awali ya yote ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kutuwezesha kufika mahali hapa salama, na imani kwa kila aliyefika hapa basi ana afya bora. Kama angekuwa afya kidogo na changamoto, basi ingekuwa kidogo pia mtihani kukutana mahali hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo, na imani Mungu ametenda. Tumeuona mwaka pia. Heri ya mwaka mpya jamani. Na kwako pia. Sasa mimi naitwa Hassan Ibrahim Sakara kwa majina rasmi, au Maximo kwa jina pia rasmi. Hayo yote ni rasmi. Ila jina la kwenye vyeti ni Hassan Ibrahim Sakara, lakini ukija pia kwenye michezo Maximo unaweza kunipata kwa haraka zaidi. Mimi ni meneja wa Stein Media. Nafikiri tuko hapa katika kuzungumzia jambo kubwa ambalo la Men Division 1 League mwaka 2025-2026. Sema hivyo kwa sababu ligi imeanza mwaka 2025 lakini inakwisha mwaka 2026. Sasa nikija kwenye lengo mama ambalo limetuleta hapa leo la kuhusiana na msimu huu wa 2025-2026 wa D-League. Kwa nini Stein TV tumeamua kuwa official partners kwenye upande wa Men Division 1 League ya basketball? Kwanza ukiangalia nature ya ligi daraja, nitumie labda Kiswahili itakuwa vizuri zaidi. Ligi daraja la kwanza basketball ngazi ya mkoa kwa maana ya Dar es Salaam, ukiangalia miaka yote, hata alizungumza hapa mkurugenzi wa mashindano Bwana Shabani, ni ligi ambayo kama ilikuwa imesahaulika hivi. Ipo na ilikuwa inafanya kazi, na kweli walikuwa wanajituma sana, hasa viongozi kuendesha hii ligi, lakini ni ligi ambayo imeonekana, ukiangalia ligi daraja la kwanza basketball Dar es Salaam, alafu ukija ukiangalia ligi kuu kwa maana ya RBA sasa hivi ni BDL, unaona utofauti ni mkubwa. Mechi za BDL zinakuwa live, si ndio? Lakini ukija Division 1 League zenyewe hazijulikani kwanza zinacheza lini, zinaanza lini. Wewe unasikia tu taarifa kwa watu bwana, wiki hii wanacheza hivi, ligi imeanza daraja la kwanza. Kwa kidogo ilikuwa ni changamoto hiyo, hazikuwa na promotion ya kutosha. Lakini hata upande wa quality pia ilikuwa pia ni changamoto, quality and quantity ya mashindano. Hapa nazungumzia ubora wa mashindano yenyewe. Inawezekana mashindano walikuwa wanajitahidi kuwa bora na viongozi walikuwa wanajitahidi sana wa bidii kupush ligi daraja la kwanza la basketball ngazi ya mkoa, lakini yenyewe haikuwa na watu wa kuiangazia. Mimi mara ya mwisho sikuwahi kusikia mdhamini amepatikana kwa ajili ya ligi daraja la kwanza Dar es Salaam basketball ama official partners wa kuwashika tu mkono bidii ili mambo yaende. Sikuwahi kusikia hivi karibuni. Kutakuwa na zawadi kwa washindi wa kwanza mpaka watatu, na zawadi ambazo kimsingi zitakuwa ni zawadi nono, tutakuja kuzungumza hapo baadaye, lakini zawadi ambazo ni zawadi nono, sio tu kama tulivyokuwa tumezoea bingwa anapewa kombe na medali. Hapana, sisi tutatoa zawadi za fedha taslim kwa mshindi wa kwanza mpaka watatu, lakini tutatoa makombe kwa mshindi wa kwanza, sawa, wa pili, lakini tutatoa medali kwa mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Pesa taslim zitakuwa kwa mshindi wa kwanza mpaka watatu. Lakini hatukuishia hapo, tukasema tuwa motivate na wachezaji ambao wanacheza hii basketball. Tukasema sisi tutatoa zawadi personal individual kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo pia kutakuwa na individual awards kwa mchezaji mmoja mmoja. Tutakuja kutaja pia baadaye hapo, lakini zitakuwa ni pesa taslim na vikombe. Kwa hiyo hapa nazungumzia kategori ya mchezaji bora, nazungumzia kategori ya mfungaji bora, si ndio? Nazungumzia kategori ya best stealer, nazungumzia kategori hapa ya best rebounder, nazungumzia kategori ya best defender, na mwisho kabisa kutakuwa na kategori ya finals MVPs na regular season MVPs. Kwa hata zawadi za MVPs zitakuwa mbili. Kuanzia hii playoff mpaka final tutapata MVP pale.
lakini regular season ligi ilipoanza mpaka ilipoisha pia tutakuja kupata MVPs. Hao wote watapata zawadi individual, kwa maana ya zawadi moja moja. NTV baada ya kuona ligi imezidi kuwa tamati, mzigo umepanda. Okay. Kwa hiyo hivi ninavyokuambia, mzigo kiwango kile kilichokuwa cha kwanza, sasa hivi mzigo unatarajia kupanda kutokana zile individual awards pamoja na zawadi za washindi. Kwenye hiyo nazungumzia kwenye pesa taslim. Makombe na medals zitabaki kama kawaida, vikombe kwa individual awards zitabaki, ila kwenye pesa taslim mzigo umeongezeka. Tutakuja kusema hivi karibuni. Mara nyingi waamuzi imekuwa ni kazi ya lawama, yaani wao hata wafanye mazuri vipi, simuona hata kwenye mpira wa miguu, mipira mingine huko wenyewe mwisho wa siku wanacheza vizuri, wanapeana zawadi, lakini waamuzi kama wanakuwa wamewasahau. Mimi niwahakikishie sisi Stein TV hatujawaacha waamuzi, na katika watu ambao tunawazingatia sana ni waamuzi, na zawadi za waamuzi zitakuwepo. Waamuzi of course watapata vyeti, participation ile kila mwamuzi, lakini pia patakuwa na zawadi ya mwamuzi bora kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume, kwa sababu waamuzi bora wanachezesha wanawake na kuna wanaume. Ukitoa zawadi ya upande mmoja utakuwa kama vile umependelea. Kwa hiyo sisi pia tutatoa zawadi kwa refari bora wa kiume na refari bora wa kike. Bwana Shabani ameniangalia sana alivyotaja zawadi kwa waamuzi. Swali